Hello guys, karibu tena kwenye channel yetu ya Lomuli Image. Uko na mimi Francis Treve, na kuna hili tangazo ambalo limetoka la Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania ambalo linahitaji watu kuweza kujiandikisha kujiunga na nafasi za jeshi. Na ukiangalia tangazo hili limetoka tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2026. Sasa leo tutaenda kujifunza namna ya kuweza kufanya maombi. Moja kwa moja utaenda kujifunza jinsi ya kufanya maombi. Sifa mojawapo ya kwanza anasema awe raia wa Tanzania wa kuzaliwa. Lakini jambo la pili, anatakiwa awe na umri wa miaka usiozidi miaka 25 kwa elimu ya kidato cha 4 na kidato cha 6. Kwa maana nyingine ni kwamba wewe ukiwa umeishia kidato cha 4 basi hautakiwi kuzidi miaka 25. Ukiwa umeishia kidato cha 6 hautakiwi kuzidi miaka 25, ndio unaweza kuomba nafasi hii. Lakini umri usiozidi miaka 28 kwa elimu ya juu, hapa anamaanisha kwamba wale wenye elimu ya juu kuanzia ngazi za certificate, diploma labda na degree, hawa pia hawapaswi kuzidi miaka 28. La tatu linasema awe na afya nzuri na akili timamu. Hiyo nadhani inaeleweka. Mwenye tabia na nidhamu nzuri, hajapatikana na hatia ya makosa ya jinai mahakamani au kufungwa. Kwa maana unavyoomba hii kazi, hakikisha profile yako iko vizuri, haujawahi kuingia katika hatia ya kufungwa au kupelekwa mahakamani, basi unaweza kuomba kwenye hiyo nafasi. Lakini kitu kingine, awe na cheti halisi cha kuzaliwa, original birth certificate, na vyeti vya shule. Kwa hiyo unatakiwa pia uwe na vyeti vya kuzaliwa pamoja na vyeti vya elimu yako, kama ni form 4, kama ni chuo kikuu, basi vile vyeti vyako original uwe navyo. Kingine, awe hajatumikia jeshi la polisi, magereza, chuo cha mafunzo, kikosi maalum cha kuzuia magendo au chombo kingine chochote cha ulinzi na usalama. Kwa maana nyingine, usiwe ni sehemu ya kazi ya haya maeneo ambayo yameyataja, kwa maana hujawahi fanya kazi huko au unafanya kazi huko, basi usiwe hivyo. Awe hajatumikia jeshi la polisi na sehemu nyingine ambazo zimetajwa hapo. Kitu kingine, awe amehitimu mafunzo ya jeshi la kujenga taifa. Kwa maana nyingine, mtu huyu ambaye anatakiwa kuomba anapaswa awe amehitimu kwenye mafunzo mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kwa mkataba wa kujitolea miaka 2. Nadhani tunafahamu hilo. Au mujibu wa sheria na kutunukiwa cheti. Kuna wale ambao wanaitoka kwa mujibu, wakimaliza kidato cha 6 wanaenda kwenda kule kujifunza zaidi ya miezi 6 au 3. Kwa wale ambao wanaenda huko, basi anatakiwa awe na cheti ambacho ametunukiwa kwenye huo mujibu, basi anaweza kuomba kwenye nafasi ya kazi hii. Kitu kingine, utaratibu wa kutuma maombi yote yaandikwe kwa mkono na yawasilishwe yalipokuwa makao makuu ya Jeshi la Msalato, Dodoma, kuanzia tarehe 15 Aprili, kwa maana ya kuanzia siku ya jana 2026 hadi tarehe 28 Aprili 2026, yakiwa na viambatanisho vifuatavyo. Kwa maana ya kwamba ukishakuwa umeandika barua yako kwa mkono kama jinsi inavyozungumzwa hapo, issue nyingine inayofuata basi unaambatanisha na viambatanisho hivi. Kiambatanisho cha kwanza ni nakala ya kitambulisho cha taifa au nambari ya NIDA. Kwa hiyo kama una kitambulisho cha utaifa unacho, basi unaweza kukitumia hicho. Kama hujakipata bado kitambulisho, unaweza kutumia nambari ya NIDA na ukaweza kufanya maombi haya. Lakini jambo la pili, nakala ya cheti cha kuzaliwa, vyeti vya shule na chuo, hivi vyote unapaswa kuviambatanisha. Nyingine, nakala ya cheti cha JKT kwa waombaji waliomaliza mkataba. Aidha, vijana waliopo kwenye makambi ya JKT hawahusiki na tangazo hilo. Kwa kama bado kijana yupo kambini, basi hii na hizi nafasi hazihusiani na yeye. Kitu kingine ni nambari ya simu ya mkononi ya mwombaji. Kwa maana nyingine,
Katika vitu unavyoviambatanisha, hakikisha pia umeweka na namba yako ya simu ya mwombaji. Na mwisho, maombi yatumwe kwa anwani ifuatayo. Kuna anwani ambayo iko hapo: Mkuu wa Utumishi Jeshini, Makao Makuu ya Jeshi, Sanduku la Posta 194, Dodoma, Tanzania. Kwa kufanya hivyo basi utakuwa umeweza kuomba hizi kazi ambazo nafasi za kujiunga na jeshi ambazo zimetangazwa na Jeshi letu la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Ukumbuke unapoomba, address ya kutuma moja kwa moja ni hii hapa ambayo iko imeandikwa hapo, au ambayo iko hapa juu kabisa kwenye tangazo letu. Na kwa kusema hivyo basi nadhani nitakuwa nimeeleweka. Labda kama kutakuwa kuna changamoto nyingine ambayo unahitaji ufafanuzi zaidi, usisahau basi kushare, kulike na kucomment ili kuweza kuwasaidia watu wengine ambao wanatamani kupata fursa hizi. So ulikuwa na mimi Francis Tweve and this is Lomoli Image. Ciao.